Online TV. Sasa ni nani? Ni Allah au ni Othman? Kwa sababu hii tulionayo hapa ni ya Othman. Angekuwa ni Allah asingekubali Qur'ani yake ichomwe. Ndani ya Biblia Mfalme Yehoyakim alipotaka kuchoma Biblia, Mungu akamwagiza Yeremia amwambie Baruk aandike tena yale maneno yaliyokuwemo. Sasa tuambie, baada ya Othman kuchoma, kuna andiko lolote Allah alimwagiza tena mtu yeyote aandike Qur'ani mpya kwa sababu aliyochoma Othman inakwenda kinyume na ile aliyomfunulia Muhammad? Kuna ujumbe wowote? Jibu ni kwamba hamna. Kwa hiyo kwa hiyo Othman kumbe ndio aliyeiteremsha Qur'ani hii mnayosoma leo, na ndio atakayeilinda na ndio anayeilinda mpaka leo. Aya. Kwa hiyo KCD anasema nimesema Qur'ani iko wapi? KCD twende vizuri. Sijasema Qur'ani iko wapi. Nimesema Qur'ani ya Muhammadi. Pigia mstari neno hilo. Qur'ani ya Muhammadi iko wapi? Kwa sababu Qur'ani ya Muhammad iliteremshwa kwa lahaja 7. Qur'ani ya Muhammad iliteremshwa kwa lahaja 7. Othman akachoma moto ikabaki lahaja 1. Na hiyo lahaja 1 tuna uhakika gani kama ni ya mtume? Kwa nini alichoma ambazo Jibril alimteremshia Muhammad kwa lahaja 7? Kwa nini amechoma zingine? Amechoma kwa ruhusa ya nani? Na kwa nini alisubiri mtume afe ndio achome? Mbona wakati wa Abubakar tatizo hilo lilipotokea, Abubakar alilisuluhisha kwa kwenda kwa mtume? Kwa nini Othman aliposubiri mtume amekufa akachoma moto? Maana yake Waislamu, ninatangaza kwamba hamna Qur'ani ya mtume. Hamna. Na bati mwalimu, nitakuongezea dakika moja. Nataka ni kusaidia hapo kwa ajili ya kuendelea kufunua zaidi. Kwa sababu huyo alipoingia tu alianza kuuliza ushahidi wa kwamba ilichoma moto iko wapi. Kwa hiyo na ili nakuuliza swali na kuongezea dakika moja. Ushahidi wa kwamba ilichoma moto na ushahidi kwamba Qur'ani ilishuka ikiwa na daraja 7. Utusaidie kwa hizo dakika, una dakika 7. Asante sana. Okay. Nithibitishe kwamba ndani ya hizo dakika 7 kwamba ichomwe moto. Ni Sahih Buhari kitabu cha 6. Sahih Buhari kitabu cha 6, nasoma hadithi namba 4987. 4987. Na nitaiacha hapa hii Sahih Buhari ili kama nitaonekana nimeongea maneno ambayo sio, basi niweze kukanushwa. Inasema hivi, narrated Anas bin Malik, Hudhaifa bin al-Yaman came to Othman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Anasema imesimuliwa na Anas bin Malik kwamba huyu Hudhaifa alikuja kwa Othman ambaye wakati huo watu wa Sham na watu wa Iraq walikuwa wanapigana vita ili kuidhibiti miji Armenia na Azerbaijan. Hudhaifa was afraid of the people of Sham and Iraq differences in the recitation of the Quran. Hudhaifa akawa na wasiwasi kwamba kutokana na vita hiyo usomaji wa Qur'ani unaweza ukawa tofauti. So he said to Uthman, "Oh chief of the believers, save the nation before they differ about the book, the Quran, as Jews and the Christian did." Kwamba hebu okoa ili taifa kuhusiana na usomaji tofauti wa Qur'ani isije ikawa kama ilivyokuwa kwa Wayahudi na Wakristo. So Uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us the manuscript of the Quran so that we may compile the Quran's material in perfect copies and return the manuscript to you." Uthman akawatuma watu waende kwa Hafsa kwamba wakachukua ile msahafu, kwamba waweze kukopi kutoka kwenye ule msahafu, alafu baadaye aweze kumrudishia Hafsa. Hafsa sent it to the Quran. Hafsa akachukua ile nakala akamtumia Uthman. Uthman then ordered Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubayr, Said bin Al-As and Abdurrahman bin Harith bin Hisham to copy the original manuscript perfectly. Kwamba kwa hiyo Uthman akawaagiza hawa watu wanne wanukuu kutoka kwenye msahafu wa Hafsa sawa sawa na kwa ufasaha. Uthman said to the 3 Quraysh men, Uthman akawaambia wale wa Makureishi watatu, "In case you disagree with Zaid bin Thabit on any point in the Quran, then write it in the dialect of Quraysh
as the Quran was revealed in the tongue. Anasema endapo ikitokea kwamba mnatofautiana, hamjakubaliana na Zaid bin Thabit katika jambo lolote, basi liandikeni jambo hilo katika Kikureishi, kwa sababu Qur'ani ilishuka kwa lahaja hiyo. They did so, and when they had written many copies, na baada ya kwamba wamenukuu nakala nyingi, Uthman returned the original manuscript to Hafsa. Akachukua ile nakala ya original kwa Hafsa. Uthman returned the original manuscript to Hafsa. Uthman sent to every Muslim province one copy of what they had copied. Baada ya hapo Uthman akapeleka kopi ya zile sasa walizonakili kwa kwa mataifa mbalimbali. Anasema and ordered that all the other Quranic materials, whether written in fragmentary manuscript or whole copies, be burnt. Baadaye Uthman akaagiza sasa kwamba zile nakala zingine za Qur'ani, manake zile zilizobaki zote ziweze kuchomwa moto. Aya, hadithi hii hapa na Qur'ani hii nitaiacha hapa ili kama mtu anataka kuja kufuatilia. Hii hapa ni hadithi namba 4987. Na ulisema wapi ambapo kwamba Qur'ani ilishuka kwa lahaja 7? Tunasoma hapa Qur'ani tunasoma kwenye Sahih Buhari kitabu cha 6. Nataka nione hadithi namba 4991. Inasema hivi, narrated Abdullah bin Abbas, Allah's messenger said, Gabriel recited the Quran to me in one way. Anasema imesimuliwa na Abdullah bin Abbas, mtume wa Allah alisema Gabrieli, yani Jibril, alinisomea Qur'ani kwa njia moja. Then I requested him to read it in another way. Baadaye nikamwomba anisomee tena kwa namna nyingine. And continued asking him to recite it in other ways, and he recited it in several ways till he ultimately recited in 7 different ways. Kwa hiyo Jibril akaendelea kunisomea mpaka kanisomea kwa lahaja 7. Kwa hiyo lahaja 7 zilifunuliwa kwa Muhammad. Uthmani alipokuja akachoma 6, ikabaki 1. Sasa hii 1 tunayoisoma, je, zile 6 kwa nini alichoma? Na ikiwa mtume alifunuliwa kwa njia 7, kwa nini Uthmani amechoma? Ndio maana tunauliza sasa, Qur'ani ya Muhammad iko wapi? Nilisema Qur'ani ya Muhammad ni majivu. Labda pengine KSD anaweza akaja akatuambia yalienda kukusanywa majivu na imekuwa Qur'ani tena. Lakini hapa hadithi sahihi inayokubaliwa na madhehebu yote ya Kiislamu, Sahih Buhari ambacho ni kitabu kilicho cha pili kwa usahihi baada ya Qur'ani, Uthmani alichoma lahaja 6. Je, swali, Jibrili kwa hiyo alikuwa hajui kwa nini Mtume Muhammad aliomba afunuliwe lahaja zaidi? Kama Mtume Muhammad aliona kuna haja, kwa nini Uthmani alichoma moto? Swali letu, Qur'ani ya Muhammad iko wapi leo? Qur'ani ya Muhammad iko wapi leo? Kwa hiyo unaona kabisa Sahih Buhari kitabu cha 6 hadithi 4991, Qur'ani imefunuliwa kwa njia 7. Hadithi namba 4987, Uthman amekuja amechoma lahaja 6 tena baada ya mtume kufa. Tunauliza, Qur'ani ya Mtume Muhammad iko wapi? Vinginevyo maana yake, rafiki zangu Waislamu, mnafuata Qur'ani ya Uthmani. Kwa hiyo Qur'ani 15:9 kwamba sisi ndio tuteremsha Qur'ani na sisi ndio tutakaoilinda, hiyo ni ya Uthmani, sio ya Allah. Ya Allah ilishachoma moto, imechoma moto na Uthmani. Kwa hiyo Waislamu, hamna kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mimi rafiki yenu ninawaonea huruma. Okoa roho yako. Mungu alileta vitabu duniani. Kitabu hicho ni cha Biblia. Ndio maana na KSD alikinukuu. Kwa hiyo
Qur'ani ya mtume haipo, ilichomwa moto na Uthman. Muislamu, achana na kuiamini Qur'ani. Ilichomwa moto. Hii ulionayo ni ya Uthman. Mungu awabariki. Ngoja niache hiki kitabu, huenda tataka kukirejea. Asante sana Mwalimu Mwankemwa. Hizo zilikuwa dakika 15 za Mwalimu Mwankemwa kizidi kusisitiza iko wapi Qur'ani ya Mtume Muhammad. Mwalimu Kesede, una dakika 15 zingine. Karibu sana hapa. Karibu uje uendelee kututhibitishia iko wapi hiyo Qur'ani ya Mtume Muhammad. Karibu sana, una dakika 15. Lakini Mwankema, nimekushangaa sana. Kwa hiyo unaenda kupanga mada kitu ambacho huna nacho uwezo. Mimi nakushangaa kwa sababu unachokuwa unakiongea ni mfano wa mtu mwenye hajawahi kupita kwenye vitabu akachunguza na macho yake akaona. Unasema Qur'ani iko wapi? Mpaka sasa hatujaona sehemu ambako Qur'ani hakuna. Umeikalia kusema kwamba Qur'ani ilichoma kwa sababu aliunguza daraja 7. Daraja 7 ni nini? Mbona hujatuambia daraja 7 ni nini? Sasa mimi nakuthibitishia daraja 7 kwanza ni nini, uielewe. Daraja sio vitabu 7 vya Qur'ani, ni usomaji aina 7. Tusomee katika kitabu Ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an. Baadhi ya wanazuoni wametoa rai kujumuisha aina zote za usomaji tofauti. Unaona, uliposikia ile daraja 7 unazozisema ni usomaji, yani watu wanaweza wakasoma tofauti kutokana na lafdhi ya mtu, lakini Qur'ani ni ile ile. Twende kazi. Lakini neno 7 halianishi nambari 7. Inamaanisha nyingi. Unaona, twende. Neno 7 mara nyingi linatumika kwenye lugha ya Kiarabu kuashiria wingi wa kitu. Unaona, sio wingi wa vitabu. Uwingi wa kitu. Wingi wa kitu gani? Wingi wa usomaji. Twende kazi. Aidha, hapa hadithi haikusudii kuwa visomo ambavyo Qur'ani iliteremshwa ni 7 hasa, bali inaonyesha kuwa Qur'ani iliteremshwa kwa visomo vingi kati ya wanazuoni. Unaona bana, Qur'ani ni visomo, sio kitabu. Qur'ani ni ile ile, lakini kulingana na lafdhi ya mtu inatofautiana. Mimi nikasema dhalika, mwingine akasema dhalika. Kila mtu na sauti yake kulingana na lafdhi. Qur'ani ni ile ile, haijabadilishwa, haijaongezwa, ila wanatofautiana katika usomaji. Hiyo Qur'ani ambayo ipo, ambayo inasomwa kwa utofauti kulingana na lafdhi ya mtu, mpaka leo ipo. Labda ungetupa kwamba leo Qur'ani haipo, lakini huko unatupa usomaji hauko. Twende kazi, malizia. Naam. Kati ya wanazuoni warejea. Leta nikusaidie Sheikh, naona uko na. Naam. Inaendelea kusema hivi, mwanzoni Kadhi Iyaki alikuwa na maoni hayo, na katika kipindi cha hivi, ngoja tuanzie hapa. Visomo ambavyo Qur'ani iliteremshwa ni 7 hasa, bali inaonesha Qur'ani iliteremshwa kwa visomo vingi. Kinacholengwa hapa ni visomo. Unaposema kuunguzwa, maana yake imeunguzwa visomo, sio kimeunguzwa Qur'ani. Qur'ani ni ile ile, lakini visomo viko 7 na vilikuwa vingi, ikapigwa marufuku visomo vingine, ikabaki visomo hivi 7. Kila mtu mpaka leo anasoma namna anavyoweza. Ukienda Marekani wanasoma kwa namna ya visomo atakavyoweza, kwa Qur'ani ile ile. Hapa tunasoma kwa visomo, kwa sauti, kwa lafzi tutakavyoweza, kwa Qur'ani ile ile. Kwa hiyo mpaka sasa hujatoa kwamba Qur'ani imeunguzwa, leo haipo. Sasa umezungumza, unasema kwanza, mimi nashukuru Kesede amesadikisha kila nilichokiongea. Na mimi nimependa kwa hiyo kauli. Na kila unachosema kwamba kile ulichokiongea nimekisadikisha, maana yake nilichokiongea mimi umekikubali. Niliongea nikasema kwamba Qur'ani tukufu ni ile ile, haijabadilishwa, na ndio itamhukumu Mkristo na Myahudi na Waislamu, ikimaanisha ipo, na kupenda kwa hilo. Alafu umesema hivi, ilibaki mushafu wa Hafsa. Sasa huyu mushafu wa Hafsa ndio umefanya nini? Ndio ungetufundisha, lakini mimi nakufundisha. Wewe mwenyewe umesema
ilinukuliwa ukabakia msahafu wa Hafsa. Sasa sikiliza Qur'ani inavyosema. Msahafu wa Hafsa inasema hivi: halafu Uislamu ulipotapakaa kila mahali, ilichukuliwa huku na huku katika bara Arabu nyingine, wakawa wamechanganyika sana sana, kuingiliana kukubwa sana. Nasoma Qur'ani Saleh Farsi ukurasa wa 18. Inasema hivi: ilionekana bora utangazwe ule msahafu wa Mtume Muhammad ulioandikwa zama za Saidina Abu Bakar. Huyo msahafu wa Mtume Muhammad zilipelekwa kopi zake ulimwengu wote mzima wa Kiislamu, ilipelekwa kopi ya msahafu wa bwana Mtume Muhammad. Hilo linukuu. Dunia nzima imetapakaa kopi ya bwana Mtume Muhammad. Qur'ani leo iko wapi? Iko ulimwenguni pote, ni kopi ile ile ya bwana Mtume Muhammad. Inaendelea kusema basi akachaguliwa yule Saidina zilipelekwa nuksi zake ulimwengu mzima wa Kiislamu wa zama hizo. Haya ilifanyika Saidina Uthman bin Affan katika zama zake kwa rai yake na maswahaba wengine wote, na akachaguliwa yule Saidina Uthman na akaongezewa na wengine wa unakili ule msahafu ulioandikwa na zama za Saidina Abubakar, ulionakiliwa kwenye maandishi iliyoamrishwa kwa Mtume Muhammad, ukaandikwa katika lugha ya Mtume, lugha ya Makuraishi, zikaandikwa kopi nyingi. Moja nyingine zikapelekwa Maka, zingine Damaske, zingine Sham, zingine Iraq, nyingine bara kusini ya Iraq, nyingine Yemen, na nyingine zile za Hafsa zikatapaka dunia nzima. Kwa hiyo huyu mtume wa Hafsa, hii kopi ya Hafsa ndio ile kopi kutoka kwa bwana Mtume Muhammadi, ndio imetapaka dunia nzima. Mimi sijui unakwenda wapi. Urudia kwenye msingi. Qur'ani ipo na haitatoka. 15:9 ukasema hivi, 15:9 Qur'ani nikakwambia kama Mungu mwenyewe amesema kailinda, alafu ukasema hiyo ni Qur'ani gani ambayo kailinda? Sasa wewe unataka kupigana na Mungu. Mungu ameshasema ameilinda Qur'ani. Maana hiyo Qur'ani ambayo Mungu alimtuma Mtume Muhammad, akampa Mtume Muhammad, ikapigwa ikaandikwa na Abu Bakar, ikaandikwa na Umar, ikabaki kwa Hafsa. Hiyo ya Hafsa ikatapakaa dunia nzima. Hiyo ndio ambayo Mungu ameilinda mpaka leo. Kitabu kinasema dunia nzima hiyo Qur'ani ni moja mpaka leo. Ukipiga kopi ni ile ile moja, haijabadilika. Hiyo kwanza ndio uliuliza ni kopi gani, lakini kwanza ukubali kwamba hiyo imelindwa na Mungu, tena Allah ndio Mungu pekee. Alafu ya tatu ukasema kwamba 96 Qur'ani. Naomba muongezee muda. Hiyo Farisi ukurasa wa 18 wa Kirumi au wa Kirumi. Ukurasa wa 18 wa Kirumi. Kwa Farisi wa 28 wa Kirumi. Sasa wewe ulisema 18. 28 ya Kirumi. Haya. Sawa. Tutaongeza dakika moja, tuendelee mwalimu. Ukurasa wa 28 wa Kirumi. Sawa. Kuna bakia dakika ngapi? Dakika 7, dakika 8. Bakia dakika 9. Dakika 9. Mpe dakika 10. Sawa. Haya. Kwa hiyo huyo wa Hafsa uliokuwa unazungumza ukurasa wa 28 imemaliza kabisa, ndio msahafu ule wa bwana Mtume Muhammad, ndio ule msahafu ambao umetapaka dunia nzima, na ndio msahafu ambao Mungu anasema 15:9 ataulinda. Mpaka leo Qur'ani imelindwa. Hakuna mahala popote kitabu kingine duniani kinaitwa jina na Mungu anasema atakilinda, hakuna. Ni peke yake Qur'ani. Alafu ukasema katika Qur'ani hadithi ya 95 na 96 kwamba Yesu atakapokuja atahukumu kwa Qur'ani. Unauliza Qur'ani gani? Kwanza ukubali kwamba Qur'ani ndio itawahukumu wa Kristo na ndio itawahukumu Waislamu na Mayahudi. Ungelikubali kwanza hilo, alafu ndio uulize hilo sasa ni Qur'ani gani? Kwa sababu kama mtume anasema siku ya kiyama Qur'ani ndio itawahukumu wa Kristo kwa kinywa cha Yesu, maana yake hiyo Qur'ani ipo. Si unaona hapo kama hoja imekufa? Wewe umesema Qur'ani iko wapi? Haipo. Ile ya Muhammad sasa hiyo Qur'ani ndio itawahukumu watu siku ya kiyama. Itawahukumu wa Kristo, itawahukumu Waislamu. Hiyo hapo tumemaliza. Ingelikuwa haiko, Muhammad angesema kama Qur'ani ndio itahukumu watu siku ya mwisho. Tena Yesu anasema atahukumu kupitia Qur'ani. Kuonesha kama maneno ya Mtume Muhammad ni matakatifu. Ndio maneno ambayo Yesu atapitia kwa kuonesha kama Mtume Muhammad ndiye mkubwa mwenye iko na mamlaka juu ya Isa bin Maryam, juu ya Yesu, kwa sababu Yesu atahukumu kwa Qur'ani maneno ya bwana Mtume Muhammad. Ingine ukasema kwamba ukasema hivi Mathayo 12:46 ndiko ambako umenishangaza.
12:42 ukasema hiyo Sheba ambayo Yesu alisema Malkia wa Sheba atawahukumu hawa watu, unasema Sheba ni Ethiopia. Ulipata wapi kwamba Sheba ni Ethiopia? Sasa mimi nataka nikufundishe hiyo Sheba ni wapi. Tusomee katika kitabu hicho. Sheba kwanza waambie jina, ni itifaki za Biblia ukurasa wa 775. Tuambie Sheba maana yake nini? Ilipozungumziwa Sheba ni wapi? Sio Ethiopia, ulidanganyika. Tatizo mko mnaongea vitu ambavyo hamna ushahidi. Kama Yesu alisema Malkia wa Kusini, maana yake Malkia wa Sheba atawahukumu kizazi hiki, atawahukumu wa Kristo, atawahukumu Mayahudi. Sikiliza hiyo Sheba ni wapi? Soma hiyo. Itifaki ya Biblia inasema, itifaki ya Biblia, Sheba Malkia wa nchi hii ya Arabuni aliyetembelea Sulemani. Inatosha. Sheba ni Arabuni. Unaposikia kwamba Malkia wa Sheba, maanake Malkia wa Arabuni atawahukumu wa Kristo, huyo ni Yesu. Na nimekuonesha hapa kwa mujibu wa Musafu unasema kwamba Arabuni yote imetapakaa Qur'ani ile ya Afsa, na ndio ya Mtume Muhammad, na ndio Qur'ani tumepokea sisi mpaka leo, ipo ndio hiyo tuko nayo. Sasa hii Qur'ani Yesu anasema wa Kristo, Mayahudi mtahukumiwa kwayo, ikiwa na maana kwamba Qur'ani iko juu ya Mkristo, iko juu ya Yesu, iko juu ya Mayahudi. Sasa kama Yesu alisema mtahukumiwa na Qur'an, ina maana hiyo Qur'ani haipo? Inamaanisha Yesu alijua kama hiyo Qur'ani ipo na watu watahukumiwa kwa hiyo. Na ndio maana tunawatahadharisha Wakristo wote mnaosikia kitu kama hicho, wengi walikuwa hawajui, na kila mmoja hapa akisikia atashtuka. Kumbe kwa mjibu wa Yesu watu watahukumiwa na Qur'an, watahukumiwa na Malkia wa Arabuni, na tunapata Arabuni kitabu kinachoongoza ni Qur'an. Ina maana na sisi wa Kristo tutahukumiwa na Qur'an. Ndugu yangu, tizama mbele, tengeneza maisha yako ungali hai. Unayenisikia kwa muda huu, mapasta hao wanakupoteza, na yeye mwenyewe hana hoja ya kuvunja hii. Kama Qur'ani Yesu anasema watu watahukumiwa kwayo, maana yake Qur'ani ipo na ndio itahukumu siku ya mwisho. Unaposema kuunguzwa, nimekwambia kuunguzwa imeunguzwa kutokana na usomaji. Imepigwa marufuku, lakini kabakia usomaji aina 7 tu kama kitabu kilivyosema. Aina 7 tu haswa ndio usomaji ambao umepewa kipawa mbele, na ndio maana utofauti wa kusoma ni mwingi, lakini Qur'ani ni ile ile, na hiyo Qur'ani ndiyo itakayokuhukumu wewe. Mshangao ni kwamba ukija kufa na haujaamini hiyo Qur'ani ambayo ipo mpaka leo, utakuwa wanani? Na Yesu atahukumu kwa Qur'ani. Hakuna andiko kwamba Yesu atahukumu kwa Biblia. Hakuna hiyo neno. Tunamshangaa Mkristo mpaka hivi angali Mkristo. Wewe Mkristo na mapasta, sikiliza, mapasta walimu wako tuko nao hapa. Kitabu kinaonesha kabisa dhahiri kwamba Qur'ani Malkia wa Waarabu atawahukumu watu siku hiyo. Maana atawahukumu wa Kristo, atawahukumu Waislamu, atawahukumu Wayahudi. Kwa hiyo Malkia atawahukumu wa Kristo na Wayahudi. Alafu kwa Yesu atahukumu kwa Qur'ani kupitia Waislamu, atawahukumu Waislamu, atawahukumu wa Kristo. Lakini kwa Uislamu hakuna shida kwa sababu wamekwisha muamini, lakini atawahukumu wa Kristo kwa sababu walienda kinyume na neno alichokuwa akizungumza. Wewe kama ni kidume, vunja hii. Nikimalizia nikisema kwamba katika aya inayoendelea inasema hivi: basi misahafu yote iliyoko ulimwenguni sasa, ambayo yote ni namna moja tu. Misahafu yote iliyoko ulimwenguni sasa ni namna moja tu, ni nuksha ya huo msahafu wa asili kabisa ulioandikwa zama za Saidina Abubakar, na zinapatikana bado katika mamuseni baadhi ya kila nchi. Ni msahafu huyo huyo. Naam. Kwa hiyo msahafu huyo ndio uko ulimwengu. Msahafu ni mmoja tu ulioandikwa zama za Saidina Abubakar, na zinapatikana bado katika mumsemi baadhi ya hizo nuksa za asili. Msahafu ambao tuko nayo katika dunia ya leo mpaka kiyama ni ule msahafu mmoja tu ambao ulitoka zama za Saidina Abubakar. Na msahafu wa nchi yoyote ile ya Kiislamu ukiupeleka nchi nyingine, japokuwa iko mbali kabisa na hapo, utauona sawa sawa na hiyo ya huko. Na misahafu ya kila karne tangu hiyo karne ya Mtume Muhammad utaiona sawa, ni ile ile. Mada yako imekufa ndugu yangu. Msahafu ambao tunao leo ni ule wakati wa Mtume Muhammad, kwa Saidina Abubakar, kwa Saidina Umar,
kwa Hafsa, kwa Uthman, ni ule ule mpaka dunia ya leo. Msahafu wote tunao. Ikiendelea kusema akiweza mtu kuona tofauti na atangaze uvumbikane wake huo wa ajabu katika mambo ya tariq. Anayetaka kujitia shaka basi atoe hiyo shaka yake. Hiyo ni kutaka kukonesha kama msahafu ambao tunao ni ule ule. 15:9 Qur'an, Mungu alisema ataulinda na mpaka leo tutakuwa nao, haujaweza kutoweka. Sasa bwana, utusomee kitabu hiki kinachoitwa Ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an, ukurasa wa 1139 mpaka 141. Tuanzie hapo. Hatua ya pili. Naam. Nakala za Qur'ani ziliandikwa zama za Mtume mtukufu. Ziliandikwa kwenye aina tofauti za ala. Naam. Baadhi ya aya ziliandikwa juu ya ngozi. Naam. Baadhi kwenye majani ya miti. Naam. Baadhi kwenye mifupa na kadhalika. Endelea. Nakala za Qur'ani zilikuwa chache sana. Naam. Baadhi ya maswahaba walikuwa na swala moja, baadhi ya 5. Endelea. Na 10, na baadhi walikuwa na chache. Endelea. Baadhi walikuwa na aya zenye maelezo yaliyoandikwa pamoja na aya. Naam. Kutokana na sababu hiyo ndio maana Sayyidina Abu Bakari aliona kuwa ni lazima katika zama zake za ukhalifa kwa vipande vya Qur'ani vilivyozagaa lazima vikusanywe na kuhifadhiwa. Kilichojulisha kuchukua hatua hiyo kimeelezewa na Zaid bin Thabit. Endelea. Mara baada tu ya vita Naam. ya Aman. Leta nikusomea haraka Sheikh wangu. Nikusomea haraka. Naam. Inasema hivi: kutokana na sababu hiyo ndio maana Saidina Abu Bakar aliona kuwa ni lazima katika zama zake za ukhalifa kuwa vipande vya Qur'ani vilivyozagaa lazima vikusanywe na kuhifadhiwa. Kilichomshajiisha kuchukua hatua hiyo zimeelezwa na Saidina Ibn bin Thabit. Mara tu baada ya vita ya Yaman, Saidina Abu Bakar siku moja aliniita, na nilipofika Saidina Umar alikuwepo pia. Abu Bakar aliniambia, Umar, umenieleza sasa hivi kuwa idadi kubwa ya waliohifadhi Qur'ani kwa moyo wamekufa mashahidi katika vita vya Yaman. Kama tutaendelea kuwapoteza katika sehemu mbalimbali namna hiyo, nachelea kuwa idadi kubwa ya Qur'ani itatoweka. Hivyo napendekeza uchukue jukumu la kukusanya Qur'ani nzima kutoka sehemu tofauti. Ndio hivyo ikachukuliwa, ikakusanya Qur'ani kutoka sehemu tofauti, ikakuwa kitabu hiki kimoja, kikazagazwa dunia nzima. Mzee, Qur'ani ndicho kitabu cha kipekee duniani. Hakuna kitabu sahihi ambacho kimesadikishwa na Mungu muumbaji zaidi ya Qur'ani. Katika vitabu vinavyodaiwa vya kimungu ni Qur'ani peke yake. Uwezo ukapata kingine kitabu kinyume na Qur'ani ambacho kimesadikishwa na Mungu kwamba hii kitabu ni changu zaidi ya Qur'ani. Mpaka leo ipo na ndio itawahukumu wa Kristo siku ya Kiyama.